Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa katika siku hii tena nyingine. Nasi kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeipokea nafasi hii na tumekusanyika kwa jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana, na kwa sababu tumekusanyika kwa jina lake, uwepo wake uko pamoja na sisi. Ninakukaribisha sana katika ibada hii. Tuna ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu, msingi wetu ukizidi kusimama katika neno la Mungu. Kwa hiyo tunakwenda tena kujifunza kweli, na kweli ya neno la Mungu inatuweka huru. Kumbuka Biblia, maandiko matakatifu ya Mungu, neno la Mungu linatuambia hili neno la Mungu ndio kweli, na ndio Mungu mwenyewe, ndio Yesu mwenyewe, ndio Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo huu ni wakati wa muhimu sana katika maisha yako mwanadamu. Wakati ambao unasikia neno kutoka kwa Mungu ni wakati muhimu sana, na ndio maana Baba Mungu wetu ametuambia mtu huyu ndiye atakayemwangalia, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno lake. Maana yake una shauku ya kulisikia neno lake na unalisikia na kulipokea kwa unyenyekevu, na Roho Mtakatifu wa Mungu atuandae katika nafasi ya unyenyekevu katika kulisikia neno lake. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu amewachilia katika siku ya leo unasema ya kwamba watu kujitenga na imani katika nyakati hizi za mwisho. Ni ujumbe ambao unauhitaji. Ewe unayejiita Mkristo, unauhitaji ujumbe huu. Kila mmoja anauhitaji ujumbe huu, hasa katika nyakati hizi za hatari. Na ninayesema naye Mama Elwa, Jesus is the way. Neema ya Mungu imenisimamisha katika nafasi hii, nami namshukuru Mungu kwa neema yake iliyokuu, na ninakwenda kulisema neno la Mungu katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umetupa tena nafasi. Jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni na duniani ni wewe. Baba, katika jina la Yesu nimekusanyika na wateule wako wa Bwana pande zote za dunia, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Asante kwa kuwa umenihakikishia wapo walio wako, na wakwako Bwana umesema wataisikia sauti yako. Mchungaji uliye mkuu ni wewe Yesu, na wataifuata sauti yako katika jina la Yesu Kristo. Napo kunakuwa mchungaji mkuu ni kundi moja tu, na wewe Yesu ndiye mchungaji uliye mkuu. Baba, asante, katika agano la damu yako Yesu tumekusanyika. Baba, ninaingia katika kiti chako cha rehema na neema, naingia na wateule wako wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa Baba umenihakikishia unamjua kila mmoja kwa majina, nasi tunasema asante na kusi Baba, ile rehema zako na neema yako iliyokuu kabisa ikazidi kutuatamia. Asante kwa mkombozi wa damu yako takatifu kwenye maisha yetu Bwana. Asante kwa msamaha wa damu yako juu yangu na juu ya wateule wako wa Bwana. Ni damu yako Yesu yenye kutusafisha na kutuweka huru kabisa na kuzidi kutupa kibali kwa Baba yetu wa mbinguni. Damu ya Yesu inatuhesabia haki. Asante Roho wa Bwana, msamaha wa damu yako Baba juu yangu na juu ya wateule wako wa Baba. Asante Yesu. Asante kwa kulituma neno lako Baba wa mbinguni, linakuja kutuokoa na kututoa katika maangamizo yetu yote. Baba, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu wa Mungu kadhilike, fungua akili zetu tukapate kuyaelewa maandiko haya, na Baba tusaidie tuwe pokeaji wa neno na kulifanyia kazi neno lako katika jina la Yesu. Ushindi wa neno lako Bwana ukazidi kudhihirika katika jina la Yesu. Walio wadhaifu wakawe hodari sasa kupitia neno hili kwa jina la Yesu. Walio gizani wakaone mwanga sasa kupitia neno hili kwa jina la Yesu.
Walio wagonjwa wakapokea uzima sasa kupitia neno hili kwa jina la Yesu, kwa kuwa neno lako Kristo limejaa nguvu na uweza wako Bwana uko katikati yetu, katika jina la Yesu. Aliyekuwa katika kuanguka akainuke sasa kwa neno hili kwa jina la Yesu. Mwanga huu Bwana ukamfikie kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mwenye kiu ya haki yako Bwana, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu wa Baba, tuhudumie mmoja mmoja kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Baba, ukadhihirike na jina lako Yesu likazidi kutukuzwa kupitia ibada hii, nami naifunika kwa damu ya Yesu. Kila inapopita inapita katika mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nikitamka zile falme za giza zimeshashindwa kwa jina la Yesu. Zile mamlaka za giza, wakuu wa giza hili, wafalme wa anga, wakuu wa anga na majeshi yote ya mapepo aba, mapepo chafu katika ulimwengu wa kiroho, wameshindwa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Shetani na mawakala wake wote wameshindwa kwa jina la Yesu. Hakutokuwa wa kuzuia chochote ambacho Mungu amekikusudia katika kusudi lake kupitia ibada hii, kupitia neno lake. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninalifungulia neno la Mungu mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kwa jina la Yesu likamfikie kila mmoja ambao Mungu Baba umemkusudia kulifikia, na wokovu wako Bwana ukadhihirike, na watu wote wakaseme hakika Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa wanadamu. Oh, haleluya! Sante Roho Mtakatifu wa Bwana, katika jina la Yesu, amen. Amen. Ujumbe: watu kujitenga na imani katika nyakati hizi za mwisho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hii nayo wapendwa, ni dalili mojawapo inayotuonyesha ya kwamba ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kunyakua watu wake umekaribia. Katika nyakati hizi watu wengine watajitenga na imani ya kweli, na leo tunakwenda kujifunza hili ili uangalie uliposimama, uangalie imani yako iko sawa sawa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni somo ambalo kila mmoja wetu analihitaji. Waraka wa kwanza wa Timotheo, ule mlango wa 4 mstari wa kwanza, waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa 4 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema: basi Roho Mtakatifu anena wazi wazi bila kificho. Ananena basi Roho Mtakatifu, Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Nitarudia tena maana msingi uko hapa. Basi Roho wa Mungu anena wazi wazi, na mwenye masikio ya kusikia asikie. Roho Mtakatifu wa Mungu anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Hebu kila mmoja wetu ashike kwenye masikio yake. Baba, katika jina la Yesu, nami naichota damu yako Yesu ya agano jipya, nikinyunyiza kwenye masikio yetu, kwenye mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zetu. Roho wa Mungu, pita na uweza wako, tufungue Bwana, tupe kusikia kunako kusikia, katika jina la Yesu, na tusaidie tuwe watendaji wa neno lako, katika jina la Yesu, amen. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Wapendwa, katika mambo ambayo Mungu Baba yetu ametuonya wazi wazi bila kificho, ambayo yatatokea katika nyakati hizi za mwisho, hili nalo ni mojawapo. Na hata sasa tumeshaanza kuona tayari haya mambo mawili yameshaanza kufanya kazi hapa duniani. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama wanafunzi wa Bwana Yesu tukajifunza hili, tusije tukatoka kwenye imani ya kweli na kujikuta kwenye imani ya upotofu. Tujifunze ili tusitoke kwenye imani ya kweli na
jikuta kwamba tuko kwenye imani ya upotofu, au mwingine unadhani uko kwenye imani sahihi, kumbe tayari ulishatoka kwenye reli ya Kristo. Sasa ni mambo haya mawili Roho wa Mungu anayanena waziwazi: watu kujitenga na imani ya kweli kwa kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sasa kwa habari ya imani tukumbuke Yohana 14 mstari wa kwanza, Bwana Yesu alituambia hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi Yesu. Amen. Sasa tunamwamini Mungu, tumwamini na Yesu. Ukimwamini Mungu, mwamini na Yesu, imani hiyo. Alafu Yohana 3 mstari wa 16, hapa nakuongelea kwa habari ya imani. Neno la Mungu linatuambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kuna imani ambayo ukiamini hautopotea, bali utakuwa na uzima wa milele. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, yani Yesu Kristo, ili kila mtu, haijatajwa dini, haijatajwa dhehebu, haijatajwa kigrupu, kila mtu ana nafasi ya kumwamini na asipotee, bali anakuwa na uzima wa milele. So kumbuka, nazungumzia kwa imani ya kweli, imani ambayo neno la Mungu imetufunulia. Na Yohana 17 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliye mtuma kwetu. Kwa tunaona Mungu Baba, Mungu Mwana. Ni imani ambayo unatakiwa uwe nayo na usimame nayo ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Imani hii kumwamini Mungu Baba wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma kwetu, aliyemtoa kwa ajili yetu sisi, ili kupitia Bwana Yesu sisi wanadamu tukombolewe, tuokolewe, tuwe huru, tuishi kwa ushindi na mafanikio hapa duniani, na pia tuwe na uzima wa milele. Sasa neno linavyotuambia tumjue Mungu Baba wa pekee wa kweli, ni Mungu anatufungua masikio kwamba wapo miungu wa uongo, lakini yuko Mungu mmoja tu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma kwetu sisi wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimekupa huo utangulizi ili upate kukufungua. Sasa tukirudi kwenye ujumbe wetu huu, kujitenga kwa imani kwa kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, maana yake nini? Ambao wengi sasa hivi tunaona haya mambo yanatokea, tunayaona na tunayasikia. Kwa hiyo mwenye masikio ya kusikia na kujifunza hili apate kujifunza na apate kuokolewa. Maana yake nini tukujitenga kwa imani? Imani gani hii ambayo shetani anaitafuta kwamba watu wajitenge nayo? Anawatoa kwenye reli na kuwapeleka kwenye roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Moja, hii ni maana yake ni watu kujitenga na Mungu wa pekee wa kweli na kujitenga na Yesu Kristo mwanae. Maana yake unaanza kujitenga na kazi ya ukombozi na kazi ya wokovu ambayo tayari umeshaletewa. Ewe mwanadamu, umeshaletewa na Mungu Baba na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma kwa ajili yako. Ukombozi umeshaletwa, wokovu umeshaletwa, lakini kuna imani inakutoa, inakutenga na hiki ambacho kimekwisha kuletwa na Baba yetu wa mbinguni. Maana yake nini, Mama El? Maana yake ni hii: unaacha kuithamini na kuiamini damu ya Yesu iliyokuletea tayari ukombozi, iliyokuletea tayari msamaha wa dhambi zako na makosa yako. Unaanza kuamini na kuthamini kwamba vitu ndio vinakuletea ukombozi, na unathamini au unaamini kwamba vitu ndio vinakuletea wewe, vinakufanya wewe, vinakuokoa wewe. Kwa unaacha, unatoa imani yako kwenye damu ya Yesu, unatoa imani yako kwa Yesu, unatoa imani yako kwenye jina la Yesu ambalo Mungu amekwisha liachilia kwetu sisi wanadamu, akasema hili ndilo jina lipitalo majina yote. Unatoa imani yako huko, unaingiza imani yako kwenye vitu. Mfano wapendwa, tunaona hata sasa watoto wa Mungu wanafundishwa mafundisho ya uongo na udanganyifu yanayowapeleka
yanayowapelekea kuamini kwamba vitu ndo vinaokoa. Yaani waende kwenye ibada, wakachukue vitu au wakanunue vitu vya kuwasaidia kuwatoa kwenye mateso, kuwatoa kwenye dhambi, kuwatoa kwenye vifungo mbalimbali. Ndivyo sasa hivi tunasikia mafundisho hayo, kwamba watu waende kwenye ibada, wakanunue vitu vya kuwatoa kwenye vifungo, vya kuwaokoa na kuwafanyia ukombozi. Na hata wengine wanaaminishwa kwamba mwanadamu ndio anaowasaidia. Yaani mafundisho haya ya kishetani ambayo Roho wa Mungu amenena waziwazi yanatokea nyakati za mwisho. Haya mafundisho yanamsaulisha kabisa mwanadamu kwa habari ya Yesu Kristo na damu yake ya wokovu na ukombozi. Unasaulishwa kabisa kazi ya jina la Yesu. Unasaulishwa kabisa kazi ya neno la Mungu na Roho wa Mungu. Unasaulishwa kabisa. Wewe imani yako umeshatoka kwenye mstari ulionyooka, kwenye nuru, umeingia kwenye giza. Unaaminishwa kwamba kwenye ibada unakwenda kuchukua vitu, na hivi vitu ukikaa navyo, ukitembea navyo, ukilala navyo, ukiweka nyumbani kwako, ukivitundika, ukivitumia, ukivimwaga, ndio vinaleta ukombozi. Hayo nayo ni mafundisho ya mashetani. 2. Maana yake nini Mama El? Maana yake unaacha imani yenye kumhesabia haki mwanadamu, unavutwa kwenye imani nyingine kabisa. Kuna imani moja tu ambayo inamhesabia mwanadamu haki mbele za Mungu, na neno la Mungu linatupa jibu katika Warumi 3 ule mstari wa 22. Neno la Mungu linatuambia, lakini sasa haki ya Mungu, sikiliza wewe mtoto wa Mungu, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani. Imani gani? Katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Waaminio katika Yesu Kristo wanahesabiwa haki. Mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari wa 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, ukikutana na mafundisho yanakwambia kinyume na neno hili kwamba utoe kitu fulani utasamehewa dhambi, unahesabiwa haki na Mungu, hayo nayo ni mafundisho ya kishetani. Maana yake nini Mama El? Maana yake mafundisho hayo yanapeleka moyo wako, unaiacha imani hii yenye kukupa kuhesabiwa haki mbele za Mungu, unaanza kuamini kuhesabiwa haki na watu au vitu. Maana yake unatoka kwa Kristo Yesu aliyekukomboa na kukuokoa, unaelekea kwa wasioweza kukukomboa wala kukuokoa. Maana yake nini Mama El? Maana yake unatoka kwenye kuamini damu ya Yesu inayoweza kukukomboa ewe mwanadamu, unaingia kwenye kuamini vitu visivyoweza kukukomboa. Vitu kama maji, vitu kama chumvi, vitu kama udongo, vitu kama chochote, vyakula unavyoaminishwa kwamba ukila hivyo ndio unapata ukombozi. Yaani imani yako inatolewa katika Kristo Yesu, inatolewa katika damu ya Yesu, inatolewa kabisa kwenye neno la Mungu, unaelekea hapo. Tena hivyo vitu ukivikosa, unaona yani mambo hayaendi. Hayo nayo ni mafundisho ya kishetani. Au unaambiwa hivi, ukishika sheria fulani ya dini fulani au dhehebu fulani au mtu fulani, ukishika sheria anazokuambia huyo mtu, ndio utakuwa na haki mbele za Mungu mbinguni. Yaani unasaulishwa kabisa neema ya Mungu. Hebu turudie kusoma tena hii Warumi 3:32 kwa sababu jambo hili limewaangusha wengi. Lakini sasa haki ya Mungu, unataka kuhesabiwa haki na Mungu ewe mwanadamu? Sikiliza neno hili. Haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Haleluya. Maana yake haki ya Mungu inapatikana kwa neema sasa hivi.
inashuhudiwa na Torati na manabii, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Kwa usipoamini hakuna kuhesabiwa haki. Neno la Mungu linasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Yaani sisi wanadamu kupitia kosa la Adamu wote ile dhambi imetufikiria. Sasa ili tuhesabiwe haki, Mungu amemtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo. Mstari wa 24 neno la Mungu linasema wanahesabiwa haki bure kwa neema. Ukisikia neema imekwisha funuliwa, ndio hii. Tunahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi. Ukombozi tulioupata, neno la Mungu linasema ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Sio ukombozi ulio katika chumvi, sio ukombozi ulio katika udongo, sio ukombozi ulio katika picha ya mtumishi wako, sio ukombozi ulio katika kalenda ya mtumishi wako, ukombozi ulio katika Yesu Kristo. Hili ndilo neno la Mungu linavyosema. Kama unaamini Biblia, basi amini pia na neno hili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hili neno linatuonyesha kigezo cha Mungu kumhesabia mwanadamu haki. Sasa ni wewe kuchagua. Unataka kuhesabiwa haki na Mungu? Basi chagua njia hii ambayo neno hili limekufikia, linakuweka huru. 3, maana yake ni nini? Nyakati hizi watu kujitenga na imani na kusikiliza mafundisho ya mashetani. Tunaendelea kuchambua. Maana yake ni wewe mwanadamu kuacha kuamini kile alichokichagua Mungu Baba wa mbinguni na akakiweka kama upatanisho wako wewe mwanadamu na yeye. Unaanza kufuata mafundisho mengine, unaanza kufuata vitu vingine. Yaani unaacha kuamini kile alichokichagua Mungu kwamba hiki ndicho nimemwekea mwanadamu ambacho ndio kitaleta upatanisho wa mwanadamu na yeye Mungu. Unaanza kuamini vitu vingine, unaaminishwa vingine kabisa. Na jibu tunalipata katika Warumi 5 mstari ule wa 10 na wa 11. Neno la Mungu linatuambia, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Haleluya. Sijui maneno haya unayasikia kama mimi ninavyoyasikia. Mungu atusaidie. Yaani kutengwa kwa imani ya kweli, kutengwa kwako katika imani ya kweli katika nyakati hizi za mwisho. Tuko pointi ya 3. Maana yake ni wewe mwanadamu kutolewa, yani unatolewa, unaacha kuamini kile alichokichagua Mungu kwamba hiki ndiko kitampatanisha mwanadamu na mimi. Alafu unaambiwa vitu vingine kabisa. Na Warumi 5 inasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, yani tulikuwa adui kwa Mungu Baba kwa sababu ya dhambi zetu, neno la Mungu linasema tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, yani Yesu Kristo. Kwa hiyo ile mauti ya msalaba ya Yesu Kristo ndio inatupatanisha sisi wanadamu na Mungu aliye hai. Anasema zaidi sana baada ya kupatanishwa tunaokolewa. Haleluya. Tunaokolewa katika uzima wa milele. Wala si hivyo tu, yani sio hayo tu, ila pia pointi nyingine, twajifurahisha katika Mungu. Sasa umeona maisha yako yanakuwa ya huzuni. Unazunguka huku na huku, unaambiwa vitu vingi, lakini bado huzuni yako iko pale pale. Neno la Mungu linasema ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo tunajifurahisha kwa Mungu, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Haleluya. Kwa hiyo mtoto wa Mungu naye nisikia, tumepatanishwa na Mungu Baba kwa mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo, na sio kitu kingine. Tukiamini kufa kwake Yesu na kufufuka kwake Bwana Yesu, tunapokea huo upatanisho. Mfano, nikutolee mfano kwa sababu haya mambo tayari yapo yanatokea. Mtu unaaminishwa kitu kingine ndio kinakupatanisha na Mungu. Mfano, unapoambiwa utoe sadaka fulani ili upatanishwe na Mungu,
Jambo hili sio sahihi, kwa sababu hakuna sadaka inayoweza kumpatanisha mwanadamu na Mungu Baba zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sadaka ina nafasi yake, lakini unapoambiwa toa sadaka ya upatanisho, hakuna sadaka inayoweza kumpatanisha mwanadamu zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu. Na neno hili nimekusomea hapo, usije ukasema hukusikia. Hakuna sadaka inayoweza kumfungulia mwanadamu mbingu zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Mungu akusaidie utoke katika udanganyifu huo. Neno linatuambia kwa mauti ya Bwana Yesu tulipatanishwa na Mungu. Naingia pointi ya 4. Maana yake nini, Mama El? Kwamba neno linaposema kutakuwa na imani za udanganyifu na mafundisho ya kishetani, neno la Mungu linasema hapa, tuko pointi ya 4. Maana yake nini? Maana yake ni mwanadamu kukataa karama, yani zawadi ya damu ya Yesu, karama ya Mungu aliyokwisha iachilia ya damu ya Yesu ya ukombozi, na kuanza kuendea vitu vingine, kutafuta ukombozi sehemu nyingine. Mfano, sio sahihi kuambiwa toa sadaka au pesa au kitu fulani kwa sababu adui yako alitoa hivyo kukufunga. Kwa hiyo na wewe ya kupasa kutoa pesa, kutoa sadaka ya kitu fulani au pesa ili ufunguliwe, na usipotoa hauwezi kufunguliwa. Roho Mtakatifu anisaidie kuliweka kwa wepesi. Yani, nyakati hizi za mwisho, kutolewa katika imani ya kweli. Tuko pointi ya 4. Maana yake ni mwanadamu kukataa, unakataa karama ya damu ya Yesu ya ukombozi, na kuanza kuendea vitu vingine, kutafuta ukombozi sehemu nyingine. Yani hivyo vitu ndo unaona ndo vinakutafutia, vinakupa ukombozi. Na kumekuwa sasa hivi na mahubiri ya sadaka nyingi za ukombozi. Sasa mimi niko hapa kukwambia sadaka ya kwanza ya ukombozi ni sadaka ya damu ya Yesu. Na kutolea mfano, sio sahihi ukiambiwa toa sadaka au pesa au kitu fulani, kwa sababu kuna watu wanaambiwa paka watoe nyumba zao ili wapate kukombolewa katika mapito yao. Sasa niko hapa kukwambia kweli, na kweli kuwekwe huru. Ukiambiwa toa sadaka fulani, toa pesa fulani, toa kitu fulani, kwa sababu eti, na sababu huwa zinatolewa hivi, kwa sababu adui aliyekufunga wewe upite kwenye hao mapito, akati anakufunga alitoa sadaka. Kwa hiyo na wewe ya kupasa kutoa sadaka, na usipotoa hiyo sadaka unaambiwa kwamba hutofunguliwa. Hiyo sio sahihi, na pia sio sahihi kuamini kwamba ukombozi wako unatokana na vitu vyovyote vile. Mfano, kuna wengine wanaambiwa ukombozi wako unatokana na hiki kitambaa. Kitambaa hiki ukikinunua au chumvi hii unapata ukombozi, ukitumia unapata ukombozi. Na ukiona upo katika haya, basi tambua tu unajitenga na imani ya kweli ya sadaka ya ukombozi ya damu ya Yesu. Tambua unafuata mafundisho ya udanganyifu. Kwa nini, Mama El? Kwa sababu neno la Mungu linatuambia katika waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa 1 mstari wa 18, neno la Mungu linatuambia, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, si kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya thamani. Umekombolewa kwa damu ya thamani, damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani Kristo. Sasa niko hapa kukuuliza, damu ya Yesu imeshamwagika, haijamwagika? Basi kama jibu inasema kwamba imeshamwagika, ukombozi wako uko kwenye damu ya Yesu. Neno la Mungu linatuonya lazima tuwe na ufahamu. Basi fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu, bali kwa damu ya thamani. Sasa neno la Mungu linatuambia tuwe na ufahamu, tusiwe wajinga. Lazima tujue hatukombolewi kwa vitu. Yaani ukombozi wetu haupo kwenye vitu, bali upo kwenye damu ya Yesu ya thamani. Kwa hiyo, katika nyakati hizi za mwisho, usipofahamu hili, unaweza ukafikiri bado uko unatembea kwenye imani ya kweli, unaita Yesu Yesu, kumbe ulishatolewa siku nyingi kwenye imani ya kweli.
Unasaulishwa kabisa kwa habari ya neno la Mungu, kwa habari ya damu ya Yesu, kwa habari ya jina la Yesu, kwa habari ya Roho Mtakatifu. Na neno la Mungu linasema asiye na Roho wa Mungu huyo sio wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa katika ile kipengele cha kwanza, ule msingi wetu, tuliona kwamba imani zidanganyazo, watu wanajitenga na imani ya kweli na kufuata imani zidanganyazo. Alafu inasema kwamba kwa kufuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sasa nataka nikufafanulie hichi kipengele. Roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani maana yake nini? Hapo tulipofafanua, tumefafanua sana sana imani, watu kuamini, kutoa imani zao, mioyo yao inatoka kwenye imani ya kweli inaingia kwenye imani ya uongo. Hapa nataka nikufafanulie watu kufuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani katika nyakati hizi za mwisho. Maana yake nini Mama El? Maana yake hii ni elimu, ni mafundisho yanayotolewa na wanadamu ambao kwa nje unawaona kama kondoo wazuri, kumbe ndani yao ni mbwa mwitu wakali wenye kularua na kuua. Ndani wamebeba roho ya shetani. Kwa hiyo unamwona mwanadamu anakwambia 1, 2, 3, kumbe ndani ana roho ya shetani. Ndio maana inasema roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Usifikiri shetani atatoka na mapembe ndio aje akwambie 1, 2, 3. Anakuwa ni mwanadamu kabisa, nje unamwona ni mzuri, ni kondoo kabisa, ndani ana roho ya mbwa mwitu mkali yenye kularua, yenye kuua. Inaua kabisa kiroho chako, inaua kabisa maisha yako. Ana roho ya shetani. Na mafundisho yao yanapinga kazi ya msalaba, yanampinga Yesu Kristo katika damu yake aliyoimwaga kwa ajili ya mwanadamu, ili kumshindia mwanadamu, ili kukuokoa ewe mwanadamu, ili kumkomboa mwanadamu, ili kumfanya mwanadamu asiwe mtumwa tena wa shetani, ili kumfanya mwanadamu asiwe mtumwa wa dhambi, asiwe tena mtumwa wa dhambi, asiwe tena mtumwa wa mauti, bali mwanadamu awe huru, mwanadamu afanikiwe huku akimwabudu Mungu. Yaani unakuwa na mafanikio hapa duniani huku unamwabudu Mungu Baba katika Kristo Yesu na kumtukuza Mungu Baba hapa duniani, na baadaye unapata uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa hawa watumishi hao watu hao wanaotoa hizo elimu, ndani yao wana hii roho ya shetani inayopinga haya niliyokuambia. Inapinga kazi ya msalaba, kwamba msalaba ndio ambao unakukomboa wewe, unakuokoa wewe, unakufanya wewe usiwe mtumwa. Msalaba ndio ambao unakutoa wewe katika hali ya uhitaji, inakuleta katika hali ya utele. Inakutoa kwenye utumwa wa dhambi na umauti, magonjwa na udhaifu wa kila aina. Msalaba wa Yesu, damu ya Yesu. Hao wanaipinga huu ukombozi katika damu ya Yesu, ukombozi katika msalaba wa Yesu. Wanakuleta imani yako kwingine kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana unaona linatoka hili linaingia hili. Unaambiwa fanya hiki, unafanya, lakini kesho yake maisha yako yanarudi pale pale. Mimi niko hapa tu kukushuhudia, na neno la Mungu linaniambia kila aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Mimi ninaona fahari juu ya Yesu huyu niliyempata, na neno la Mungu ambalo nimelipata, na damu ya Yesu ambayo nimeiamini kabisa 100% ndio ukombozi wa maisha yangu. Mimi nilikuwa chini, na kupitia imani hii mimi nimeinuka juu. Mungu ameniinua juu. Nimeinuka juu, na katika utajiri na heshima katika Kristo bado ninamtukuza Mungu, ninamwabudu Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma kwetu. Sasa ukiona mafanikio yako yanakutoa, yani uhusiano, unafanikiwa alafu uhusiano wako na Mungu unakuwa mbali, weka alama ya kiulizo mafundisho unayoyapokea. Mafanikio katika Yesu Kristo, mafanikio katika Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi,
yatakusogeza karibu zaidi na Mungu, yatakusogeza kumpenda sana Mungu, yatakusogeza kumshuhudia Kristo na kutamani watu wengi waijue hii kweli, wavutwe huku katika hayo mafanikio ambayo wewe yamekufanikisha. Sasa ukiona unafanikiwa mahali popote na uko mbali na Mungu, kiroho chako kinakufa, mwili wako unafanikiwa, jua wewe uko kwenye mafundisho ya roho zidanganyazo na mafundisho ya kishetani. Maana yake unapewa elimu itakayokupeleka nje kabisa, inayokupeleka nje kabisa ya ushindi wa msalaba wa Yesu. Elimu hii na mafundisho hayo ya udanganyifu shetani anayaachilia kwa sababu hii, kwa sababu anajua karama ya Mungu ni kubwa na kipawa cha Mungu ni kikubwa na nguvu za Mungu ni kubwa iliyopo katika damu ya Yesu. Jinsi damu ya Yesu inavyoweza kukukomboa wewe mwanadamu kutoka kwenye dhambi, utumwa wa shetani, jinsi damu ya Yesu inavyoweza kukuhesabia wewe mwanadamu haki, ukawa rafiki wa Mungu, ukatembea na Mungu hapa duniani, na inakufanya wewe mwanadamu ukubalike na Mungu Baba na uishi duniani ukiwa huru, uliyejaa nguvu, uliyejaa ushindi, uliyejaa mafanikio, na mwisho unapata uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Shetani analijua hili, ndio maana anafanya juu chini kukupa mafundisho mengine kabisa na kutoa kwenye reli iliyo sahihi. Sasa watoto wa Mungu wengi wamejikuta wakipotoshwa fikra zao na mafundisho ya udanganyifu na kuishi maisha ya duni kabisa, bila furaha, hawana furaha, wana mahangaiko, wana magonjwa, mapito yasiyoisha, uhitaji, mambo ambayo haya tukisoma neno la Mungu tunaona kabisa kwamba tayari Yesu Kristo alishayapitia kwa ajili yetu sisi na kuyashinda, ili sisi tutembee katika ushindi huu, ili sisi tusipite kwenye mapito, kwenye magonjwa, kwenye kudharauliwa, kwenye kutemewa mate, kwenye kuachwa uchi. Hatutakiwi kupita huko. Majaribu, mapito sio sehemu ya maisha yako wewe. Ndani ya Yesu Kristo sio sehemu ya maisha yako wewe. Huyu Bwana Yesu alishapita. Sasa ukiaminishwa kwamba jaribu ni sehemu ya maisha yako, kwamba ili wewe uwe wa kiroho sana, ili uwe mtakatifu sana, lazima upite kama Ayubu. Ayubu hakuwa na ukombozi wa damu ya Yesu. Ayubu hakuwa na injili hii tunayoisikia sisi, injili ambayo Yesu Kristo amekwisha kuja duniani. Sasa ukiaminishwa kwamba lazima upite huko ndio uwe wewe mtakatifu, ukiamini hayo ndipo unakandamizwa katika hayo. Lakini ukiamini kwamba ukombozi wako umeshapatikana, basi utatembea katika ushindi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linasema katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo hayo yote yapo, lakini sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Sasa tumeshaanza kuona nyakati hizi za mwisho fundisho la haki linapotea. Maana yake badala ya mafundisho ya ushindi wa msalaba wa Yesu ambao ni haki yetu sisi Mungu ametuletea, sasa hivi kuna mafundisho dhaifu kabisa yaliyo mbali na kweli ya neno la Mungu. Mafundisho ambayo yanakufanya ujione wewe mtoto wa Mungu kila siku ni muhanga tu, wewe ni muhanga. Kwa hiyo maisha yako yamekuwa ya kukimbia huku na huku na huko kutafuta msaada. Huna tumaini tena. Imefika wakati wewe mtoto wa Mungu unatamani hata wa duniani, yani unatamani maisha yao. Simama imara. Amka, toka huko kwa jina la Yesu. Yani kuna mafundisho ambayo hayakuonyeshi jinsi ambavyo wewe ni mshindi ndani ya Yesu Kristo. Mafundisho yanayokusahaulisha kabisa kuwa Mungu ni tumaini la pekee. Haleluya. Niko hapa kukwambia kwamba hakika huo nao ni udanganyifu mkubwa, na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Mafundisho ya uongo wa shetani yanayomfanya mwanadamu kukosa msingi imara wa neno la Mungu. Mafundisho yasiyo kusogeza kwa Mungu Baba na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma kwetu, bali yanakusogeza kwa mwanadamu. Unakuwa mtumwa wa mwanadamu, unakuwa mtumwa wa vitu,
Mfano, tunaona kabisa kuna madhabahu sasa hivi mwanadamu ndio anaheshimiwa kuliko Mungu, anaogopewa kuliko Mungu. Hata imefikia watoto wa Mungu imekuwa hakiwasumbui sana kukosa uwepo wa Mungu baba yao, bali kinawasumbua kukosa uwepo wa mwanadamu. Watu wamekosa mioyo ya shukrani kwa Mungu, lakini mioyo ya shukrani kwa mwanadamu. Mioyo yao inakuwa ni kujipendekeza kwa mwanadamu. Mwanadamu hana mbingu. Amka katika jina la Yesu, uamke. Tunaona kabisa mahali pengine watu bila uwepo wa huyo mwanadamu hakuna ibada. Hakuna ibada kwa Mungu. Yaani mafundisho ya upotovu yanabomoa mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Yaani kuna mahali mwanadamu afundishwe kujenga mahusiano yake binafsi na Mungu, bali mafundisho yanakupeleka kujenga mahusiano kwa huyo mwanadamu, kwa huyo mtumishi. Yaani unakuwa wewe, yaani ukimkosa ni kama umekosa hewa. Sikiliza. Yuko Mungu aliye hai. Neno la Mungu linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma kwetu. Na Yesu Kristo huyu alivyokuja kwetu akasema, msitoke humu mpaka mvikwe uweza utokao juu, ambao huyu Roho Mtakatifu wa Mungu ameshaachiliwa kwetu, ambao neno la Mungu linasema yuko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Ndiye anayeongoza kanisa, Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa kuna mafundisho ya upotovu yanayobomoa mahusiano ya mwanadamu na Mungu muumba wake, na kujenga mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu, au mwanadamu na miungu ya uongo. Kuna watu wana hofu na mizimu kuliko kuwa na hofu na Mungu aliye hai. Wameipata wapi hii hofu? Mafundisho ya mashetani. Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Sikiliza mtoto wa Mungu, nakwenda kumaliza. Ukiona umeokoka na mafundisho unayofundishwa yanakufanya uwe na hofu hata kwa shetani, hofu kwa mwanadamu, hofu ya maisha, kuliko kuwa na ujasiri katika Bwana Yesu. Yaani mafundisho unayopokea yanakufanya uwe na hofu kwa mwanadamu, hofu kwa shetani, hofu ya maisha, kuliko kuwa na ujasiri wa msalaba, ujasiri katika Yesu Kristo. Ndugu yangu, jua tu unachokipokea sio sahihi, kwa sababu neno la Mungu linatuambia Warumi 8:15, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Haleluya. Na neno la Mungu linatuambia katika Warumi 8:36, Bwana Yesu akituweka huru, tunakuwa huru kweli kweli. Sasa mafundisho yanayokupa hofu yanakupa hofu, unamwogopa shetani, unamwogopa mwanadamu, yaani hofu ya maisha imetanda. Kwa nini? Kwa sababu hujui neno la Mungu. Neno la Mungu linakwambia hatukopokea tena roho ya utumwa. Hiyo ndio roho ya utumwa, hiyo unaoisikia, iletayo hofu. Unapewa mafundisho mpaka utumwa unaingia ndani yako unaoleta hofu. Neno la Mungu linasema, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Maana yake Roho Mtakatifu anatushuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu, na neno la Mungu linasema anatushuhudia kwamba kama sisi ni watoto wa Mungu, basi ni warithi pamoja na Kristo. Kwa hiyo jifunze na uwe mkweli na nafsi yako. Chakula cha neno la Mungu unacholishwa, unakuwa huru kweli kweli au mtumwa kweli kweli? Kwa sababu neno la Mungu linaniambia Bwana Yesu akituweka huru, tunakuwa huru kweli kweli. Wapendwa, ni nyakati za hatari hizi. Yatupasa wateule kuwa macho, maana siku ya unyakuo imekaribia. Sikiliza kwa makini. Muujiza wowote usio kusogeza ukamuona Mungu Baba na Yesu Kristo mwanaye, badala yake unakusogeza kumuona mwanadamu, basi tambua haujatoka kwa Mungu aliye hai. Haujalishi huo muujiza ukoje. Toka umepokea huo muujiza, hali yako ya kiroho inapanda au inashuka? Na kila mmoja wetu ajiulize mwenyewe. Na kwenda kumaliza kwa kukupa jibu, nifanyaje? Cha kwanza, kama kwa neno hili ambalo Roho wa Mungu kalifunua kwako umejigundua umeshaingia kwenye udanganyifu, toka huko. Kwa jina la Yesu utoke huko.
Toka huku ukimwambia Bwana Yesu, na kuomba uniokoe. Wewe sema, Yesu mwana wa Mungu uliye hai, niokoe. Kwa sababu neno hili limekumulika na unajua wewe uliposimama. Unajua. Sasa mwambie Bwana Yesu, niokoe. Kwa kinywa chako sema, Yesu niokoe. Hakika atakuokoa. Leo hii umejua kweli ya neno la Mungu na kweli imekuweka huru. Usiogope wala usione aibu kuondoka kwenye udanganyifu na kusimama katika kweli ya neno la Mungu. Neno la Mungu linaniambia kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Hukumu ni ya kila mmoja vyake, na uzima wa milele na kila mmoja ni vyake. Sasa usiogope wala usione aibu kuondoka kwenye udanganyifu na kusimama katika kweli ya neno la Mungu. Hii ni jambo la kwanza. Kumbuka na kujibia jibu hapa, nifanyaje? Jambo la pili, kama bado haujaingia kwenye udanganyifu, neno la Mungu linatuambia katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 1, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kwa hiyo wapendwa, yatupasa, kama bado hujaingia kwenye udanganyifu, yatupasa kuamini. Hatupaswi kuamini kila roho, bali neno la Mungu linasema tuzijaribu. Sasa kwa kukusaidia tu, roho hazijaribiwi kwa kuziombea, bali kwa kuzipima na neno la Mungu, Biblia. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu, ndiye mwenye kutusaidia na kutufunulia yote, hata ya sirini. Kwa hiyo ni muhimu uwe na Roho Mtakatifu na ujifunze neno la Mungu na uwe mtendaji wa kile neno la Mungu linachokufundisha. Roho zinapimwa kwa neno la Mungu. Wapenzi, msiamini kila roho, neno la Mungu linasema, bali zijaribuni hizo roho kwamba hizi roho zimetokana na Mungu. Na neno la Mungu linatoa sababu kwa nini yatupasa kuzijaribu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani ambapo niko mimi na wewe sasa. Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu Baba akubariki sana. Tujiandae, ujio wa Kristo kulinyakua kanisa lake umekaribia. Basi Mungu akubariki sana. Neno hili tayari limesha kufungua, nami nakutamkia kwa jina la Yesu, uwe na wiki ya ushindi, uwe na wiki ya amani, uwe na maisha ya ushindi ya amani. Damu ya Yesu ikufunike. Nuru hii ya Kristo itembee na wewe, na giza halitokushinda kamwe, katika jina la Yesu. Waliokuchimbia mashimo wakatumbukie wenyewe, waliokutegea mitego ikawatege wenyewe, waliokubilingishia jiwe likawabilingitie wenyewe, katika jina la Yesu. Songa mbele. Yesu ndiye Mwokozi na mkombozi wa mwanadamu. Mungu akubariki na Mungu wa Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144. Namba nyingine ni +255 769145925. Damu Yesu ikufunike. Amen.